Leo tunaingia katika sura ya 16, Suratun Nahli. Sura hii Suratun Nahli, wanawazuoni wanatuambia ni sura iliyoteremshwa kabla ya hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, na kwa maana hiyo, kama ilivyokuwa mashuhuri na maarufu, sura zote zilizoteremka kabla ya hijra ya Bwana Mtume ilikuwa ina maudhui maalumu zinazohusika nazo. Maudhui ya kwanza, sura za Makka zilihusika na suala zima la aqida. Kama tunavyofahamu, kabla ya ujio wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, dunia ilijaa ushirikina na washirikina, na hata katika nyumba tukufu kabisa ambayo Allah anaitangaza, awwalu baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka, nyumba hii ilijazwa masanamu yasiyopungua 300 na zaidi. Kwa hivyo kazi ya kwanza aliyokuja nayo Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam ni suala zima la kuwang'oa watu katika imani za kishirikina na kuwapeleka katika tauhidi ya Allah. Na kazi hii Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miaka yote ya Maka ndiyo iliyokuwa kazi anaifikisha ya Mola wake kwa waja wa Mola wake, suala zima la aqida. Lakini suala la pili ambalo subhanahu wa ta'ala alimtuma Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam kulifikisha kwa watu wa Maka kabla ya hijra, suala zima al-uluhiyya, uungu wa Allah mtukufu subhana, nafasi yake kujulikana Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanatuambia wanawazuoni, huwezi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wala huwezi kuijua nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wewe mwenyewe kwanza ujijue wewe ni nani. Na hivyo ndivyo alivyosema mtukufu wa daraja, man arafa nafsahu, mtu atakayejijua yeye ni nani, wapi alikuwa, amefikaje katika dunia, kwa nini anaishi, riziki zinamfikaje, pumzi anapumuaje, uhai ameupataje. Man arafa nafsahu, mtu atakayejijua yeye ni nani, wapi alikuwa, Mtume anasema arafa rabbahu, huyo mtu ndiyo atamjua Mola wake na atajua anayostahiki Mola wake na atajua wajibu wake yeye kwa Mola wake. Ndiyo maana katika aya nyingi kabisa Allah anamwambia mwanadamu, faliyandhuril insanu mimma khuliqa, ebu akae atafakari mwanadamu, ajiangalie mwanadamu ili aweze kujifahamu yeye ameumbwa kutokana na nini. Na kama yeye ameumbwa, akisha kulijua hilo, bila shaka atamtafuta muumbaji aliyomuumba yeye. Akisha kumpata aliyemuumba yeye, ataona aliyemuumba amemfanyia makubwa, na yeye ataona ana wajibu wa kutoa shukurani kwa huyo aliyemuumba. Ndiyo hapo anaposema Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwa hakika sikumuumba mwanadamu na jini ili anifahamu. Akisha kunifahamu yeye atajua wajibu wake kwangu mimi ni kitu gani. Suala la tatu ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa Maka alilokuwa akilitangaza na kulipigania, wahayun min Allah, ni wahyi unayotoka kwa Mwenyezi Mungu kwa maana ya Qur'ani, kuifikisha kwa walengwa mpaka wale walengwa wajue kwamba
Qur'ani sio asatirul awwalin, Qur'ani sio sihiri, wajue Qur'ani sio kahana. Kwa hivyo kazi ya miaka 13 mtume katika mji wa Maka ilikuwa ni kuwasogeza watu katika masala haya, na suala la mwisho lilikuwa alba'thu wan nushur, suala zima la kufufuliwa na kukusanywa kwa ajili ya kulipwa kila mmoja kwa yale aliyoyafanya. Mambo matatu haya au mane haya Mtume sallallahu alayhi wasallama yamemfika mengi, maswahaba wake yamewafika mengi, na hata wanawazuoni leo kwa kuyasimamia haya yanawafika mengi. Sura imeitwa Suratun Nahli. Kwa nini imeitwa Suratun Nahli? Wanatuambia wanawazuoni, sumiyati hadhihi suratul karimatu suratan nahli, imeitwa hivyo lishtimaliha ala tilka alibrati albaligha, kwa sababu hii sura imebeba ndani yake muna kisa chenye mazingatio makubwa, kisa kilichokuwa na maana kubwa, allati tushiru ila ajibi san'il khaliqi, kisa ambacho kinaashiria kwamba uumbaji wa Mwenyezi Mungu, mambo ya Mwenyezi Mungu ni mambo ya ajabu sana. Anamzungumza mdudu nyuki na namna anavyokusanya maua, namna anavyokusanya nyenzo, mpaka akatengeneza kitu kinachoitwa asali. Asali hiyo kwanza ikawa chakula, asali hiyo ikawa kitoweleo, lakini asali hiyo ikawa ni dawa kwa wanadamu. Kwa hivyo mdudu nyuki anafanya mambo makubwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana hii sura ikaitwa Suratun Nahli, na kwa kisa hicho tadullu ala al-uluhiyya bihadha san'il ajibi. Kisa kinafahamisha bila ya uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala nyuki hawezi kufanya hayo anayoyafanya, bali utendaji wake nyuki unatufahamisha aliyemuumba nyuki kwamba ni Bwana mwenye uwezo wa hali ya juu. Tulipokuwa tukikamilisha darasa letu katika Suratul Hijri, katika Suratul Hijri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliimaliza sura hiyo kwa kusema fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Fasabbih, takasa, hiyo ni amri. Wal amru yaktadhi alwujuba, amri hiyo inapelekea ulazima. Kila muislamu ana wajibu kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasa Allah maana yake kumwepushia Allah zile sifa zisizokuwa lahiki yake, kama zile sifa za kumfanyia tashbihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sifa hizo atakaswe nazo Mwenyezi Mungu, na huo ni wajibu anaoamrisha Mwenyezi Mungu. Amri ya pili, wa kum minas sajidin, kuwa pamoja na wenye kusujudi, kwa maana wenye kuswali. Ay fafzaa fima nalaka min makruhin, siku zote ukifikwa na jambo lolote lile la kuchukiza na kuudhi, kimbilia, anaelekeza Mwenyezi Mungu, ila tasbihi, kimbilia kumsabihi Allah. Fafzaa ila salati, kimbilia kwenda kuswali japo rakaa mbili. Wal ikthari min dhikrillahi, na unapofikwa na tatizo lolote kimbilia sana katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anayefaidika sio Allah kwa kutajwa na wewe, bali unayefaidika ni wewe Allah, ambaye unapomtaja na yeye anakutaja wewe.
anaahidi hilo Mwenyezi Mungu, fadhkuruni fadhkuruni adhkurukum, nitajeni nikumbukeni na mimi nitawataja na kuwakumbuka kwa rehma zangu. Kwa maana hiyo wewe unapomtaja Allah tabaraka wa taala, Allah hapati chochote kutoka kwako wewe, bali wewe Allah anapokutaja, Allah anakutaja kwa kukurehemu, Allah anakutaja kwa kukusamehe, Allah anakutaja kwa kukuandalia neema katika maisha yako ya akhera. Kwa hivyo ndio anaagiza Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Unapofikwa na tatizo, nenda mbio kumkimbilia Allah, nenda kaswali japo rakaa 2, ima za kumtaka ushauri Allah au za kumuomba Allah akupe utulivu juu ya lile tatizo ambalo Allah ameamua kukutihani nalo. Waabudu rabbaka, ishi na taa za Mola wako, ishi na ibada za Mola wako. Ibada ya Mola wako haina mapumziko, ibada ya Mola wako haina likizo, ibada ya Mola wako haihusishwi na Ramadhani peke yake. Kama kufunga baada ya Ramadhani, funga zinaendelea. Kama kuswali swala za usiku baada ya Ramadhani, zinaendelea. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha kwa mtume wake, baada ya kumuamrisha asimame usiku, anamwambia inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Kamba kazi ya kusimama usiku, ibada za usiku hazimalizi kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali kazi hiyo inaendelea. Mwenyezi Mungu anathibitisha kwa mtume, alikuwa anaendeleza hilo pamoja na waumini walio pamoja naye. Kwa hivyo waabudu rabbaka, waislamu wenzangu, ibada ya kumwabudu Mola wetu sio ibada ya maeneo fulani, sio ibada ya wakati fulani, bali mtume wako sallallahu alayhi wasallama anasisitiza kwa kusema ittaqillaha haithu ma kunta, mahala popote ulipo ishi na hofu ya Mwenyezi Mungu. Popote ulipo muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa kazini pako, ukiwa dukani pako, ukiwa ofisini pako, popote utakapokuwa ulipo, ishi na takwa ya Mwenyezi Mungu Subhana wa atbi'i sayyi'ata alhasanata. Na ikitokea bahati mbaya kama mwanadamu kuteleza, lile uliloliteleza lifuatishize kwa kufanya lililo jema, tamhuha, ilo jema litalifuta lile baya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, maisha yako yote jilazimishe kuishi na watu wote kwa tabia zilizo njema. Kwa hivyo waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, fanya hivyo mpaka utakapokujia umauti. Umauti umeitwa yaqinan liannahu mutayaqqanu luqui, kwa sababu umauti panayakinishwa kutokea kwake, wa nuzul, na kushuka kwake. Sasa Mwenyezi Mungu katuambia mpaka utakapokujilia umauti, wewe tekeleza ibada za Mola wako. Mwenyezi Mungu katika aya ya kwanza kabisa katika sura hii anasema ata amrullahi, amri ya Mwenyezi Mungu imeshakuja kuhusu kiyama. Amri ya Mwenyezi Mungu imekuja kuhusu kiyama. Fala tastaajiluhu, wanaambiwa makafiri msipate tabu ya kukiharakisha. Kitakuja lini? Kitafika wakati gani? Suala la kiyama amri yake imeshakuja. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika Allah, ametukuka Allah,
amma yushrikuna, yuko mbali na vile wanavyomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya kwanza hii, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, anasema katika sababu nuzuli, lamma nazala qawluhu ta'ala, ilipoteremka kauli ya Mwenyezi Mungu, iqtarabati saatu, qiyama kimekaribia, wanshaqqa alqamaru, na mwezi umepasuka, wa in yarau ayatan yu'ridu, lakini wakiziona dalili kwamba sasa dunia inakwenda ukingoni, bado watu wanapuuza, hawazingatii, wakajiandaa na safari ya akhera. Ilipoteremka aya hii, qala al-kuffaru, Ibn Abbas anasema wakasema makafiri, ba'dhuhum li ba'dhin, wakinasihiana wao kwa wao. Nini walisema? Inna Muhammadan, hakika ya Muhammadi, yazamu, anadai, annal qiyamata, kwamba qiyama qad iqtarabati, kimekaribia. Yawezekana maneno haya yakawa yana ukweli. Faamsiku an ba'dhi ma kuntum ta'maluna hatta nandhura, kwa maana hiyo zile fujo tulizokuwa tukimfanyia Muhammadi na kejeli zake katika kipindi hichi kidogo tujizuie, kwa sababu amesema iqtarabati saa. Na bwana huyu pamoja na kwamba tunampinga, lakini hana sifa ya kusema uongo. Kwa hivyo tujizuie kwanza makero ya kumkera Muhammadi. Falamma imtaddatil ayamu, Ibn Abbas anasema siku zilivozidi kusonga, kiyama bado kikawa hakijatua, qalu, wakasema makafiri kwa kejeli, ya Muhammad, ma nara shay'an mimma tukhawifuna bihi, si hatuoni chochote katika hicho ambacho umekuwa ukitukhofisha nacho kwacho. Unatuambia kiyama kimekaribia, vipi mpaka leo kimya? Ndio Allah mtukufu anateremsha aya hii ya kwanza katika suratun Nahli, anasema ata amrullah, suala la kiyama limeshakuja. Kwa nini imekuja kwa fi'lu madhi? Wanatuambia wanawazuoni litahaqiqi alwuqu'i, pamezungumzwa kwa fi'lu madhi kwa sababu hili jambo la kiyama sio jambo la kubahatisha, ni jambo la uhakika. Kwa maana hiyo kama kwamba limekwisha kutokea. Ata amrullah, amri ya Mwenyezi Mungu imekuja. Fala tastaajiluhu, msiharakie amri yake. Ay qaruba qiyamu saati, fala tastaajilu al'adhaba, musiharakie adhabu alladhi u'idtu wa'adakum bihi Muhammad, adhabu ambayo Muhammadi amewaahidi. Wa innama ata bisighati almadhi litahaqquqi wuqu'i al-amri wa qurbihi, kwa sababu jambo hili ni jambo la uhakika kutokea kwake. Fakhrur Razi anasema lamma kana wajibu alwuqu'i la mahala, ilipokuwa kiyama ni lazima kitokee si vingine, abara anhu bilmadhi, ndiyo Mwenyezi Mungu amekielezea kwa fi'lu madhi, kama yuqalu lilmustaghithi, kama anavyoambiwa mtu anayetaka msaada, ya akal ghauthu fala tajza, msaada umeshakujia usipaparike, pamoja na kwamba ule msaada kiuhakika bado haujamfikia. Katika suratul Anbiya Allah mtukufu anasema iqtaraba linnasi hisabuhum, imekaribia kwa watu hisabu yao.
yani kila mtu imeshakaribia muda wa kuhisabiwa amali zake alizozifanya, ziwe za kheri ziwe za shari, alizozifanya kwa dhahiri kazifanya kwa siri, alizozifanya akiwa nchini, alizozifanya nje ya nchi, alizozifanya wakati wa ujana, alizozifanya wakati wa utu uzima. Iqtaraba linnasi, imekaribia kwa ajili ya watu, hisabuhum, hisabu yao, wahum, ili hali hao watu wanaotaka kuhisabiwa, fi ghaflatin, wamezama katika wimbi la dunia, wamezama katika kuipenda dunia, wamezama kuipigania dunia, wamezama kuimarisha dunia. Fi ghaflatin, wenyewe wameghafilika, hawana maandalizi yoyote kuhusiana na hisabu zao. Tena mu'ridun, wakitajiwa habari za kiyama, wakitajiwa habari za kaburi, wakitajiwa habari za kuhisabiwa, wanaona kama sio kitu muhimu, kama sio kitu kikubwa, wanapuuza na wala hawana maandalizi nacho. Mu'ridun. Anaendelea kusema Allah, ma yaatihim min dhikrin muhdathin, watu wa dunia hayawajilii mawaidha mapya mapya, illa stamauhu, kuyasikiliza wanayasikiliza, lakini katika hali gani? Wahum yalabun, wanayasikiliza mawaidha ya Qur'ani katika sura ya michezo, hawayasikilizi mawaidha ya Qur'ani katika sura ya kuzingatia na kufaidika na kuondoka na chochote, wanayasikiliza wahum yalabun. Akaendelea kusema lahiyatan qulubuhum, nyoyo zao zimeghafilika, hazipo. Hata kama utawakuta wamekaa wanasikiliza hayo mawaidha mapya, lakini lahiyatan qulubuhum, nyoyo zao zimeghafilika. Kwa hivyo hapa ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia kama watu wana wasiwasi na kiyama, ata amrullahi fala tastaajiluhu, kwa te ya khitabu Mungu anasema wala msiwe na haraka nacho. Katika suratu Shura Allah anasema yastaajiluha, yastaajilu biha alladhina, wanakiharakia kiyama wale watu ambao la yu'minuna biha, wale wasiokiamini kiyama. Ndio wanauliza kitakuja lini, kwani kweli kiyama na kije basi tukione. Walladhina amanu, ama wale wanaoamini na wanajua kwamba kuna kuhisabiwa, mushfiquna minha, wao wanaogopa zikitajwa habari za kiyama, alafu wanaangalia amali na matendo yao, wanaona amali zao hazijatosha kuwavusha salama kufika katika radhi za Allah. Kwa hivyo wao mushfiquna, wanaogopa, wayalamuna annahu alhaqu, wanasema kiyama ni kweli, lakini mboni maandalizi yetu hayajatosha. Tayyib, subhanahu wa ta'ala, Allah anatangaza kuwatangazia walimwengu, kwa maana mtakaseni Mola wenu anavyostahiki kutakaswa, msifuni Mola wenu anavyostahiki kusifiwa, mtukuzeni Mola wenu anavyostahiki kutukuzwa, subhanahu wa ta'ala. Kwa maana fasabbihuhu subhanahu wa ta'ala, mtakaseni, utakasifu ni wake Bwana aliyotukuka, asiye na mfano, asiye na mshabaha, asiye na mshirika. Amma yushrikun, yeye Allah ametakasika na vile vyote ambavyo makafiri wanamshirikisha navyo, wakisema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mwenyezi Mungu hana mtu aliyemweka kwamba ukitaka ufike kwangu mpitie Manata, mpitie Suwaa, mpitie Yaghutha.
au mwingine yoyote yule, nenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakupokea mwenyewe. Yeye anakusubiri wewe, unakwendaje kwa Allah. Hadithi al-Qudsi anatangaza Mwenyezi Mungu, ukienda wewe kwa ipi nyanda moja sijui, yeye anakuja dhiraa mzima. Wewe ukienda kwa Allah kwa dhiraa, yeye Mwenyezi Mungu anakuja kwa pima. Ukitembea kwenda kwa Mungu kwa miguu, yeye anakuja harwala, anakukimbilia. Anataka akuone tu wewe unaelekea kwake, na yeye atakuja kwako. Mtakutana na Mola wako, atakupenda Mola wako, atakuongoza Mola wako, atakusimamia Mola wako, lakini anataka akuone unakwenda kwake Allah tabaraka wa taala. Aitanazzaha Allah ametakasika amma yasifuhu bihi dhalimun, yuko mbali na sifa wanazomsifu makafiri, kama vile kusema ana mshirika, kama vile kusema ana mtoto wa pekee. Mwenyezi Mungu hana mshirika wala hana mtoto wa pekee. Watakaddasa, ametakasika Allah an ishrakihim bihi ghairahu, na tendo lao la kumshirikisha Allah na asiyekuwa yeye, minal andadi wal authan, kutokana na hao waungu na masanamu ambayo wanayafanya kuwa ni washirika wa Allah tabaraka wa taala. Yunazzilul malaikata, katika aya Allah tabaraka wa taala akiendelea katika aya ya pili, yunazzilul malaikata birruhi, anawateremsha malaika na wahai. Yunazzilul malaikata birruhi, alba'u bimaana ma. Yunazzilul malaikata, anawateremsha malaika, maa arruhi, anawateremsha pamoja na Qur'ani. Min amrihi, malaika hao wanashuka kwa amri ya Mola wao, hawaji kwa kutaka wao, wanakuja kwa sababu ya amri ya Mola wao. Wanapelekwa malaika hao na wahai wanaopewa nao, ala man yashau min ibadihi, wanampelekea yule ambaye Allah amemtaka katika waja wake, kumpa kazi ya kumtumikia kama mjumbe wake kwa wanadamu. Hapa kama kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anawajibu Makuraishi walioona iweje Mtume Muhammadi kuwa mtume, kwanza ni fukara, maskini, yatima na kadhalika. Kama palikuwa panastahiki kupelekwa utume, basi angalau ungelipelekwa kwa Urwa ibn Mas'ud kule Taif, au pale Maka angalau ungelipelekwa kwa Al-Walid ibn Mughira. Bali Mwenyezi Mungu anawaambia hapangiwi, na yeye ndiyo anayejua haithu yaj'alu risalatahu, mahala gani apeleke utume wake. Mtume Muhammad aliandaliwa kabla hajazaliwa na baada ya kuzaliwa kubeba majukumu ya kubeba majukumu ya utume, na ndiyo maana mtume mwenyewe anawatangazia walimwengu kwamba yeye ni kiumbe bora kabisa. Anasema kharajtu min nikahin, mimi katika kuzaliwa kwangu nimepita katika ndoa tu. Min ladun adama, kutoka kwa baba mzee Adam, ila an waladani ya abi wa ummi, mpaka anafika kunizaa baba na mama yangu mimi. Familia yangu hii mpaka kwa Adam haikuchanganyika na yani utaratibu au kuzaliwa mtoto nje ya ndoa. Ndiyo bwana wa Barazanji akatuambia, nasabul ula tahasibu bihilahu qalladatha aljawza'u nujumaha habadha iqidun sudadin wa fakharin anta fihi alyatimatu alasma'u. Kule nyuma akasema taraku sifaha
falam yusbuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahia. Mtume kapita humo kwa mujibu wa hadithi. Kwa hivyo mtume aliandaliwa. Lau ingelikuwa imepatikana kasoro moja katika nasab, wangelisema hufai kuwa mtume, kwa sababu tunakujua una kasoro hii hapa. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam aliandaliwa. Mtume katika ujana wake wote hajapatapo kwenda katika shughuli yoyote, labda ya kidufu, labda ya kigoma, labda yoyote, hajapatapo kwenda. Mtume katika uhai wake wote hajapatapo kusema hata ncha ya neno moja la uongo. Na hii ndiyo ilikuwa silaha iliyowafanya watu wenye akili waweze kumwamini Nabii Muhammad kuwa huyu ni mtume wa haki, huyu ni mtume wa kweli, kwa sababu akiwaambia uongo haramu, wanafungua mafaili yake wale waliomzidi, wanamuangalia mtume aliwahi kusema uongo, wanakuta mtume hajapatapo kusema uongo. Akiwaambia zinaa haramu, watu wanaangalia mafaili yake toka ujana wake. Vipi Muhammad? Wanamuona Muhammad yuko safi. Akiwaambia uongo, wizi haramu, wanafungua mafaili yake, wanakuta mtume hajapatapo hata. Hii ilikuwa silaha moja iliyowafanya wenye akili kumwamini bwana mtume. Na ndio maana hata Abu Sufyan alipokwenda kule kwa mfalme kule kwenda kutaka kampeni yule mtume sallallahu apigwe vita na kadhalika, akawauliza yule mfalme, huyo anayedai mtume wazazi wake walidai? Hapana. Huyo anayedai mtume wafuasi wake wakiingia wanatoka? Hapana. Huyo aliyedai mtume aliwahi kuonekana labda uongo? Hapana. Akazungumza sifa zote za mtume Muhammad Abu Sufyan. Mfalme akamwambia, kama haya unayoyasema ndio uhalisia na ukweli ulivyo, basi Muhammad atakuja kutawala mpaka hapa, kwa sababu hakuna silaha kama zile akhlaki zako na tabia zako. Na hata ukitaka kuwaita watu katika jambo la haki au kuwalingania watu, basi uwe wewe mwenyewe wa mwanzo kuilingania nafsi yako na kuishi na tabia njema, alafu ndio uwalinganie watu. Wanatuambia wenye kusoma, lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Hali yako inawaeleza watu vizuri kuliko maneno yako. Watu watakufahamu vizuri kuliko maneno yako. Unaonaje tunapiga vita siku zote rushwa? Kila mtu anasema rushwa ni adui wa haki, lakini rushwa inaondoka. Kwa nini rushwa haiondoki? Kwa sababu tunayoyasema sio tunayoyaamini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anawajibu makafiri, anasema yunazzilul malaikata, anawateremsha Allah malaika biruhi, pamoja na wahai Qur'ani. Anaupeleka wapi mjumbe huo malaika? Ala man yashau, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu ametaka kumtuma kama mjumbe wake, min ibadihi, katika baadhi ya waja wake. Na huyo mjumbe akifikishiwa ujumbe, anachofanya kuambia wale aliyotakiwa awafikishie, an andhiru, anawaambia wajumbe wake hao, simameni kuwahofisha watu, annahu, muwatangazie ya kwamba la ilaha illa ana, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. La ilaha illa ana, hapana mola anayestahiki kuabudiwa isipokuwa mimi. Fattakuni, basi ishini kwa kutekeleza taa yangu, ishini kwa kuyaepuka makatazo yangu. Haya ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala huyafikisha kwa wajumbe wake,
na wajumbe wakayafikisha kwa mitume yake ambayo Allah amewachagua. Yunazzilu almalaikata birruhi min amri, ay yunazzilu almalaikata bilwahyi. Arruhi kwa maana alwahyi, alwahyi kwa maana alqurani, wanubuwa na unabii, biiradatihi kwa kutaka kwake Allah, wa amrihi ala man yashau min ibadihi, anafanya hivyo kwa yule aliyemteua katika waja wake. Ay ala al-anbiyai wal mursalina wasamma al-wahya ruha, na hii Qur'ani Mwenyezi Mungu ameiita roho, liannahu, kwa sababu kupitia Qur'ani tahya bihi alqulubu, nyoyo ndio zinakuwa hai. Mtume anasema mtu yoyote laisa fi jawfihi, hana ndani yake shay'un min alquran, japo kidogo katika Qur'an hana, huyo mtu kalbaitil kharabi, kama jumba bovu. Jumba bovu tunajua, wala unga wanajidunga huko. Jumba bovu tunajua, maguruguru yanalala humo, mapanyabuku yako huko, wenye kutupa pempasi ziko huko, lakini hata vijoka navyo vimo katika jumba bovu, na wezi nao kambi yao inaanzia hapo. Kwa maana mtu kama haishi na Qur'ani, maasi ya aina zote, hapo yeye ndiyo nyumbani kwao. Tunafahamiana? Kwa hivyo Qur'ani Mwenyezi Mungu ameiita nini? Ruh. Kwa sababu gani? Kwa sababu liannahu, kwa ajili au kupitia Qur'ani, tahya bihi alqulubu, nyoyo za watu zinahuika, kama tahya bil arwahil abdan, kama unavyokuta mwili mkono